Baba, asante tena kwa neema yako, Mungu mwenye nguvu na uweza, katika asubuhi njema, katika tarehe 1 mwezi wa 12. Litukuzwe jina lako, lisifiwe milele, mfalme wa wafalme na baba wa milele. Baba, katika jina lako takatifu, Mungu mwenye nguvu sana, asante kwa pendo lako, asante kwa fadhili zako. Uturumie, uturehemu, utusamee, ututakase kabisa kabisa watoto wako, taifa hili, kanisa lako takatifu, wateule wako, watoto wako. Ututakase, watakase wateule wako, watoto wako. Ulibariki na kulitakasa taifa letu. Tunakushukuru kwa tarehe 1, tunashukuru kwa lango hili. Asante kwa rehema zako, asante kwa rehema zako, asante kwa rehema zako, asante kwa huruma zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako. Asante Mungu uliye kimbilio letu na tumaini letu, katika jina la Yesu Kristo, mfalme na Bwana wa mabwana. Mapenzi yako yakatimizwe tena. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, utukufu wote ni wako. Tusaidie, tuhurumie, tuponye, tuongoze, tuwezeshe kwa neema. Tujaze hekima yako na maarifa yako kwa Roho Mtakatifu tena, katika mwezi huu wote, tukamalize mwaka kwa baraka, kwa furaha, kwa ushindi, na jina lako kutukuzwa sana katikati yetu, juu yetu, ndani yetu, kwa Yesu Kristo Mwokozi. Amina. Mungu Baba Mwokozi akubariki. Mshukuru Mungu, mshukuru sana, na hongera kabisa kabisa kwa kupewa kuona tarehe 1 mwezi wa 12. Ni neema na baraka na uweza wa Mungu wetu, na lishukuriwe jina lake. Na endelea kumtukuza, endelea kumwamini, endelea kuomba na kukataa yale yote ambayo huwa mara nyingi watu wanazoea kusema mwezi wa 12, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza. Basi tunasema tunayakataa. Tunahitaji Mungu akafanye. Tunamkabidhi yeye. Amesema mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumaini yeye, naye atafanya. Zaburi ya 37 mstari ule wa 4, wa 5, wa 6 na wa 7 pale. Mkabidhi Bwana njia zako, mtumaini, naye atafanya. Tunamkabidhi yote, kila kitu katika maisha yetu, na tunajua anakwenda kufanya. Asifiwe milele. Basi tunaenda kufanya maombi kwa lango la mwezi huu wa 12, lango katika siku hii ni tarehe 1. Tunamshukuru Mungu na tutafanya maombi, na neno hili ni neno ambalo linasema, naye alisema ikawa, naye alisema ikawa. Mungu alisema ikawa. Kwa hiyo hata sasa mwezi huu wa 12 tunapoenda kumaliza mwaka, tunajua atakwenda kusema nayo itakuwa. Kwa hiyo ni maombi yetu, Bwana akaseme na Bwana akafanye iwe kama alivyokusudia mwezi wa 12, sio kama walivyokusudia wanadamu wenye hila wabaya, sio kama walivyokusudia kuzimu, wala walioandaa mambo ya uharibifu kwa Watanzania, kwa vijana wa Tanzania waliojipanga kuleta uharibifu. Hawatafanikiwa, bali Mungu ataendelea kuliimarisha taifa hili, na haki itatawala, na kweli itamiliki, na utukufu wake utamiliki, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tanzania sio ya miungu, Tanzania ni ya Mungu. Wewe sio wa miungu, wewe unanitazama na kunisikiliza, wewe ni wa Mungu. Mungu ndiye aliyekuumba, sio shetani wala sio mwanadamu. Usiogope chochote, bali heshimu na tii, na mtetemekee Mungu peke yake, sio mtu. Haleluya. Kwa hiyo Bwana alisema na ikawa. Neno ni kutoka Zaburi ya 33. Asante Yesu, asante Mwokozi kwa neema yako. Asante Baba. Zaburi ya 33. Ngoja nianzie mstari wa kwanza, japo pale katikati nipo tunakwenda kutazama sana mstari wa 9 na kuendelea. Basi nianzie mstari wa kwanza pale, anasema pigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Wenye haki, wenye haki. Inatajwa haki. Biblia imetaja haki sana 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 sana, kuliko hilo neno amani ambalo sasa hivi watu wanalisema, alafu hawatangulizi haki. Haki kwanza, alafu amani baadaye. Bila haki amani ni ngumu sana. Mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Watu wenye haki, piga vigelegele kwa Bwana. Maana kama una haki, unatakiwa uitafute kwanza haki. Lazima upate haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda cha nyuzi 10. Mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya. Pigeni kwa ustadi, kwa sauti ya shangwe. Kwa kuwa neno la Bwana lina adili,
na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Kazi yake yote Mungu anaitenda kwa uaminifu, ameitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu. Anapenda haki na hukumu. Unaona kinachotangulia? Haki na hukumu ya kweli. Nyinyi mahakimu, fanyeni haki. Mahakimu wote, mahakama zote, fanya haki. Msifanye dhuluma. Hata kama umepewa hela, hata kama umeagizwa na bosi wako, fanya cha Mungu, sio cha bosi wako. Haleluya. Anasema neno la Bwana lina adili. Huzipenda haki. Mstari wa 5. Haya, mstari wa 6. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Ninyi wanajeshi, mjue kwamba Bwana ndiye Bwana wa majeshi, naye ndiye aliyefanya yote. Anasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote. Yani yeye ndiye alianza kutengeneza jeshi. Kwa hiyo ninyi majeshi ya dunia, majeshi ya Tanzania, tetemeke kwa Bwana Mungu na kujua yeye anataka mfanye haki na msimame imara kulinda kile mlichopewa. Anasema kwa neno lake alifanya. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huiweka vilindi katika gala. Katika gala, na gala lake Mungu wetu. Nchi yote na imogope Bwana. Tanzania, ogopa kwa Bwana, tetemekeni kwa Mungu aliye hai. Sasa hivi kuna watu wamevaa roho za kishetani za kinyama, hawaangalii, wanamuona mtu kama sisimizi. Siku yako inakuja, utalia na machozi ya kilio cha kusaga meno, unayekanyaga wengine, unayeponda wanadamu wengine kama unafikiri unaponda vile, unaponda mawe. Anasema nchi yote mwogope Bwana, wote wakao duniani na wamche. Wote mche Bwana, wote, yani awaye yote yule. Uwe una mapesa mengi, uwe ni maskini, uwe una elimu, huna elimu, umtukuze Bwana, mche Bwana. Nchi yote imwogope Bwana. Haleluya. Twende mstari wa 9 sasa. Mstari wa 9 anasema maana yeye aliamuru ikawa, naye alisema yeye aliamuru ikawa, ikasimama. Narudia tena mstari wa 9. Na hapa ndipo ambapo Mungu amenipa ujumbe huu kwa siku ya leo. Hapa neno hili, maana yeye alisema ikawa, ndio ujumbe ambao umebeba somo hili. Maana yeye alisema ikawa. Maana nyingine atakwenda kusema mwezi huu, nayo itakuwa. Anaenda kusema kwenye maisha yako, yangu, kanisa, taifa, familia. Anaenda kusema tayari. Mungu hutangaza mwisho tangu mwanzoni kabisa. Haleluya. Maana yeye alisema ikawa, naye aliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Toka mahali pake aketipo huwaangalia wote wakao duniani. Yeye aiumbai mioyo yao wote, huzifikiri kazi zao zote. Haya, angalia mstari wa 16. Hapana mfalme aokoaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa aokoki kwa wingi wa nguvu. Ninyi mashujaa, ninyi wafalme, neno hilo. Hakuna mfalme awezaye kuokoa kwa nguvu zake. Hakuna mfalme awezaye kuokoa kwa wingi wa majeshi yake, wala kwa lolote vyote. Mungu ndiye asimame kwanza. Twende. Maana yeye alisema ikawa, naye aliamuru ikasimama. Mstari ule wa 9. Mungu huamuru ikawa. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 anasema hapo mwanzo kulikuwako. Alisema mwanzo alikuwa na ukiwa na utupu na giza. Bwana akasema iwe ikawa. Mwanzo 1 mstari ule wa 3. Mwanzo 1:3. Akasema iwe ikawa. Iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo lango ilikuwa ni nuru. Lango la mwezi wa 12 likawe ni nuru, na mwezi ukawe ni nuru, katika jina la Yesu. Kwa maisha yako, kwa familia yako, kwenye nyumba yako, kwa ndugu zako, kwa kanisa,
kwa taifa letu la Tanzania, nayo iambukize mpaka kule Kenya, iambukize mpaka kule Uganda, iambukize hata kule Kongo na Malawi, haleluya, na kule kwingine na kwingine katika Afrika na dunia, katika jina la Yesu. Alisema ikawa. Mungu akisema iwe inakuwa, hakuna namna ya kuzuiliwa wala kupingwa. Basi na Baba tunamuomba akaseme jambo tena, akatusemeshe. Najua yeye Mungu alishautengeneza mwezi wa 12 kabla hujafika. Mungu alishauandaa hata mimi na wewe kabla hata hatujazaliwa. Yeye tayari alifanya jambo, tunamshukuru. Alishasema iwe, basi itakuwa. Mwezi wa 12 utakuwa kama Mungu alivyokusudia. Mamlaka zingine zozote ambazo ziko kinyume hazitafanikiwa kubadilisha kitu. La Mungu litasimama katika jina la Yesu. Maisha yako yatasimama pale Mungu alisema yasimame. Cha msingi, kaa kwenye imani, kaa kwenye haki na kaa kwenye maombi. Shika neno la Mungu, tembea kwenye njia ya Bwana, muombe Yesu akuongoze. Barikiwa sana. Lango la mwezi wa 12 tunaliombea kwamba Bwana ulisema, ulishautengeneza huu mwezi, ulishauumba. Mungu alishakusudia jambo, basi itakuwa na ikawe. Kwa hiyo tutaumaliza hiyo mipango ya mauti na ajali. Wanaotaka kutoa makafara, tunaitumia damu ya Yesu, kafara ya milele ambayo haiwezi kupingwa wala kuzidiwa. Damu ya Yesu ikatunenee mema Tanzania, ikatunenee mema taifa, ikatunenee mema maisha, ikatunenee mema familia, ikatunenee mema, ikakunenee mema. Safari zote zikawe salama, na mipango mibaya ya mauti ya wachawi na ivurugike na kuharibika katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Haleluya, asifiwe sana Mwokozi. Alisema ikawa. Kwa hiyo akisema iwe baraka kwetu ni baraka. Akisema, na Mungu amesema tubarikiwe, hajasema tulaaniwe. Amesema iwe ushindi, itakuwa ushindi. Mwezi huu kwa Tanzania ikawa ni mwezi wa ushindi, mwezi wa ukombozi, mwezi wa furaha, mwezi wa baraka, sio hasara na mauti na uharibifu kwa Tanzania tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukawa ni mwezi ambao ni ule Mungu aliutengeneza, yakatokea mambo ya kushangaza, ya kushangiliza, hata mataifa watazame waseme Tanzania ni mahali pekee sana. Yuko Mungu wa pekee, yuko Yesu wa kipekee mkuu sana Tanzania, ambaye ameipenda, ameilinda, ameikumbatia Tanzania. Tanzania imeponywa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Alisema ikawa, akasema na kwako ikawe. Halafu mstari wa 10 anasema, Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu wabaya juu ya watu wema. Yaani watu wabaya wasiomcha Bwana tunawaita ni wa mataifa. Lakini tunaweza kusema hapa mataifa kwa maana ya kuna Tanzania alafu kuna mataifa mengine. Sasa kukiwa na mashauriano mabaya na mipango isiyotokana na Mungu, haitafanikiwa. Na kukiwa kuna ambao wamekusudia mabaya, Mungu atabatilisha ndani ya taifa letu wale waliotengeneza mbinu mbaya na unyonyaji na ukandamizaji na uharibifu na chochote ambacho wameshakipanga ndani yao, wamekusudia, kitabatilika, kwa sababu liko taifa la Mungu na Mungu analitazama taifa lake, anawatazama watoto wake, watu wake walioko Tanzania, na Mungu ana watakatifu wake ndani ya Tanzania. Kwa hiyo Mungu anasimama na sisi, hata acha na mwezi huu kawe ni mwezi wa baraka tena na wa ushindi. Bwana akabatilishe mashauri ya mataifa, mashauri mabaya wanayoshauriana juu ya taifa letu yakabatilike kwa jina la Yesu. Mashauri mabaya wanaoshauriana juu yako, juu ya ndoa yako, juu ya uchumba wako, juu ya masomo yako, juu ya ujana wako, juu ya uzee wako, juu ya utoto wako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako, mashauri hayo mabaya na amuru yabatilike, yasisimame, yasifanikiwe juu yangu, juu yako, juu yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Mungu atusimamishie pembe ya wokovu katika taifa letu, pembe ya wokovu katika Tanzania, pembe ya wokovu kwa kanisa lake takatifu likawe limesimama imara. Na Bwana akabatilishe mashauri ya watu wabaya wanaoshambulia kanisa, waliokusudi na kusudi baya juu ya kanisa lake, na walio na makusudi mabaya juu ya Tanzania yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wanaojimilikisha ili wamiliki na kujistaresha na watoto wao na wengine wapate shida, hawatafanikiwa. Mungu abatilisha akili zao, mipango yao na ivurugike tangu sasa katika jina la Yesu, iharibike popote inapoendelea. Na Mungu mwenye uweza
yu hai Jehova, Mungu wa haki, analeta haki kwa taifa letu, anasimamisha haki kwa taifa letu, haki, haki, haki kwa taifa letu, haki, haki kwa maisha yetu, haki ya Mungu, haki yake mwenyewe mtakatifu. Haleluya! Bwana hubatilisha mashauri ya mataifa. Kwa hiyo mipango mibaya waliopanga watu juu yako itabatilika. Shika neno hilo, mwambie Bwana ikabatilike yote kwako, kwa familia na kwa taifa na kwa kanisa. Isisimame hiyo mipango yao. Uyatangua makusudi ya watu, makusudi mabaya ya watu yakatanguliwe, yakavunjwe kwa jina la Yesu. Bwana uyabatilisha, akabatilishe, uyatangua na akatangue tangu sasa. Shauri la Bwana, mstari wa 11 anasema, shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake ni vizazi na vizazi. Kusudi alilokusudia Mungu kwa Tanzania, kwa kanisa, kwangu, kwako, ni vizazi hata vizazi. Aliahidi kutoka kwa Ibrahimu hata sasa, na tutaongezeka na kuzidi na kuzaa na kuendelea kuwa imara, kwa sababu aliahidi na inaendelea. Na katika Yesu mambo yote yamekamilishwa, yamekamilishwa. Haleluya! Ndiyo, makusudi yake ni vizazi na vizazi. Shauri la Bwana litasimama, likasimame mwezi huu, tena likasimame mwaka huu, katika jina la Yesu. Mungu ana mpango na maisha yako na maisha yangu. Mungu ana mpango ambao ameshautengeneza tangu siku nyingi, tangu siku nyingi. Basi huo utakuwa na ukawe. Shauri lake usimama, mengine utanguliwa. Mstari wa 12, heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Wafalme, watawala, wanasiasa, sikilizeni hapo. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Taifa ambalo Mungu ndiye Bwana wao. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, sio miungu. Kuna watu wengine wameshikilia miungu, wameshikamana na machifu na waganga na mizimu, alafu ndio wanakaa kwenye uongozi, kwenye viti vyao. Vipinduke kwa jina la Yesu, na Bwana mwenyewe asimame hapo, kwa sababu Mungu hakuweka mizimu na miungu ndio tawale au ndio iongoze. Ameweka utakatifu wake na kweli na haki. Yeye ndiye mtawala. Heri taifa ambalo Bwana ndio Mungu wao. Heri taifa la watakatifu. Bwana ndiye awe mtawala na kiongozi, sio vinginevyo. Haleluya! Mungu akawe kiongozi wetu, mtawala wetu. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huwatazama wanadamu wote pia. Wote wanaonekana mbele za Bwana. Ninyi mnaoenda kufanya baharini kwa siri usiku, ninyi mnaoenda kwenye makaburi sijui kwa kujificha ficha, mnaoenda kule na kule na kule na kule maporini, mnaenda kufanya mambo ya uganga, ninyi wote, wadogo na wakubwa, wafanya biashara, wanasiasa na wengine wako kanisani, mnaenda kujifanya kwa siri siri, alafu mnaongoza nani wakati umeenda kuchukua vitu vya giza? Mungu anasema amechungulia, ameona wote. Mungu anaona kila mtu, Mungu anaona kila kitu, kuanzia kwenye kichwa ndani mpaka miguuni pote, mishipa yote anaona, mawazo, mipango, mashimoni, chini ya bahari, juu ya bahari, popote, maporini, popote, jicho la Bwana limeona. Mungu ameona. Ninyi mnaofanya kwa siri, mnaua watu kwa siri, mnafanya mnayofanya, Mungu anaona kila kitu, anawaona. Jicho la Bwana la watazama, latazama kote pote, hakuna kisichojulikana mbele zake. Ebrania 4:13 anasema, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, na vitu vyote ni utupu machoni pake, yeye aliye na mambo yetu. Vitu vyote ni utupu, vitu vyote ni wazi kabisa, hakuna kisichokuwa wazi mbele zake. Anaviona, anavijua vyote, yeye ndiye muumba. Kwa hiyo ninyi mnaofanya kwa ubabe na kwa siri na kwa hila, msifikiri kama Mungu haoni. Kuna watu wanaishi kwenye hii dunia, utafikiri dunia ni ya kwao, na kama wanaishia hapa, kuna maisha baada ya hapa, kuna malipo. Ninyi mnaotesa watu wengine, ninyi mnaofanya mnavyotaka, yako malipo yanakuja, yako kipo kipigo kinakuja, utalipwa sawasawa na matendo yako. Toka mahali pake aketipo, huangalia wote wakaao duniani, yeye ayumbaye mioyo ya watu yao wote, uzifikiri kazi zao sote.
Hapana mfalme aokoaye kwa wingi wa uwezo, wala shujaa haokoki kwa wingi wa nguvu. Msitumie nguvu, wanasiasa, watumishi wa Bwana, tusitumie nguvu, tumtumie Roho Mtakatifu. Mungu ndiye aliyeweka kila kitu, na ndio sababu anataja haki humu. Taifa linataka haki, watu wanataka haki. Wapeni watu haki, msianze kuambia amani amani. Tunaombea amani gani wakati unaombea amani alafu watu wengine waenda kuja kuivuruga? Wanaotakiwa kuilinda ile amani wanaivuruga. Sasa lazima kwa sababu hawana haki, mwenye haki ndani yake litazaliwa tunda la amani, au niseme mwenye amani tunda la haki lazima litazaliwa. Vivyo vitu hili, kama ana amani lazima tunda la haki litazaliwa, kama ana haki lazima na amani itazaliwa. Kwa hiyo anasema tusitumie nguvu, tumia hekima ya Mungu, tumia neno la Mungu. Watawala wanatakiwa kutumia neno la Mungu. Mtawala asiye na neno la Mungu lazima atafanya mambo ya hovyo, kwa sababu anaongozwa na vitu vya dunia, au anaongozwa na adui, au na akili zake mwenyewe. Elimu yako kubwa haifai kitu. Kwa sababu anasema hapa, wala shujaa haokoi kwa nguvu zake, haokoki kwa nguvu zake. Huwezi kuokoka kwa uwezo wako, huwezi kupona kwa uwezo wako, huwezi kuendesha mambo kwa uwezo wako. Lazima upewe na Mungu. Tangu mwanzo ndivyo ilivyokuwa kwa wafalme, kwa watumishi wa Bwana, kwa kanisa, mpaka sasa inatakiwa endelee kuwa hivyo, kwa sababu Mungu habadiliki. Sisi ndio tunabadilika. Tunatakiwa tufuate njia yake. Hakuna mfalme aokoaye kwa nguvu zake. Wafalme msikie, watawala msikie, lazima mkimbilie Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ndiye afanye, na lazima tufanye aliyoyasema: haki, kuamua sawa sawa, kufanya sawa sawa, na kutimiza mapenzi yake yeye mwenyewe. Tusitimize mapenzi yetu, tusitimize mapenzi yako, bali ya Mungu. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani, sasa na hata milele, kwa taifa letu, kwa nchi yetu, kwa kanisa, kwenye maisha yako sahi. Akutazame kwa huruma na rehema, na anyoshe mkono wake na kukubarikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yeye aliamuru ikawa, yeye alisema ikasimama. Mungu akaamuru kwako baraka. Mungu Baba, twakuomba amuru kwa taifa letu, kwa kanisa letu, kwa maisha yetu, kwamba ikawe ni baraka, ikawe ni furaha, kwamba ikawe ni salama. Safari tutakazosafiri kwenda mikoani, vijiji kwa vijiji, huku na kule, safari za huduma za uinjilisti, safari ya Tanzania, safari ya Tanzania. Baba, twaomba amuru ikawe, amuru ikawe. Wewe uliamuru ikawa, Bwana. Twaomba lango hili la mwezi wa 12 litakase tena, libariki Bwana. Asante Baba kwa neno lako hili takatifu. Na sasa Bwana, achilia baraka na nguvu na uweza na neema juu ya huyo asikiaye, atazamaye, na juu ya Tanzania nzima, visiwani, bara na visiwani, kaskazini na kusini, mashariki, magharibi. Ibariki, iponye Bwana. Angaza tena kwa Tanzania. Ulisema iwe nuru, ikawa. Na sasa Baba, toba tena, sema tena, iwe nuru kwa Tanzania, iwe amani kwa Tanzania, iwe haki, iwe salama kwa Tanzania, ziwe baraka kwa Tanzania. Iwe Bwana kama ulivyonena, ulivyokusudia, ikasimame ile uliotaka, likasimame la kwako, si la wanadamu, bali la kwako mwenyewe Bwana. Asante kwa mwezi huu, asante kwa miezi iliyopita. Tuko mwezi wa mwisho wa mwaka. Yesu, turinde, tufunike, tubariki, tutakase kwa damu yako. Yesu, tuangalie kwa jicho lako la huruma na kutuletea msaada utokao juu. Watoto, wanafunzi shuleni, vioni, masomo yao, maisha yetu, utumishi tunaokutumikia, familia zetu, malango yetu, Tanzania yetu Bwana, ibariki, iponye, ilinde, isimamishe. Sema Bwana lile ulilosema likawe sasa kwa taifa hili, kwa kanisa lako. Kanisa tukashikamane, tukaungamane pamoja, nguvu moja kwa Roho Mtakatifu. Tusaidie Baba, tusaidie Bwana, tuvute kwako. Bwana, nyosha na mkono wako, utuguse tena, utuguse tena, utuguse tena. Gusa Tanzania, gusa kanisa, gusa kanisa lako, liponye, libariki, livute kwa uweza wako na kwa upendo wako, katika jina la Yesu. Bwana, asante kwa mpendo huyu hali na ugonjwa. Naomba sema neno Bwana, nami nasema ugonjwa umtoke sasa kwa jina lako. Ugonjwa umtoke sasa, huo ugonjwa kutoke sasa, haijalishi ni ugonjwa wa namna gani. Jina la Yesu linaondoa magonjwa yote. Jina la Yesu linaponya kila kitu. Dhambi zinaondoka, magonjwa yanaondoka, nguvu za giza zinaondoka, roho za laana na mikosi zinaondoka. Funguliwa,
Bwana asema na imekuwa. Alisema juu ya maisha yako jambo alilolisema Bwana, na liwe sasa kwako, na liwe kwako na maisha yako na ndoa yako, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Hayo mengine yote yaliyo kinyume na yaamuru yakimbie, na yaamuru yatoweke, na yaamuru yashindwe, yaharibike, na yafumuliwe, na yatupwe nje kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mungu wa rehema akurehemu, akubariki, akutunze katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana mwenye nguvu, Baba, asante kwamba uliamuru ikawa. Bwana, uyabatilisha mashauri ya mataifa, uyatangua makusudi ya watu yaliyo mabaya yakatanguke sasa. Mashauri mabaya wanaoshauriana juu yetu watoto wako, wale wenye nguvu ambao wanatumia hizo nguvu vibaya, wale wenye utawala wanaotumia utawala vibaya, Bwana, shauri lao halitasimama, bali shauri la kwako litasimama na sisi, na haki na kweli na mapenzi yako. Mungu wetu, mfalme mkuu, tusaidie Bwana, tenda sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Hakuna mfalme aokoaye kwa nguvu zake, neno lako limesema. Hakuna shujaa aokoaye kwa uwezo wake na nguvu zake, bali ni kwa uwezo wa Bwana, bali ni kwa nguvu za Bwana. Yote yatawezekana, yote yatatendeka. Tutendee Bwana, tufanyie, tusimamishie pembe ya wokovu, pembe ya wokovu ile ulioiweka ikaendelee, maisha yetu yaendelee katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye Bwana maisha yake yanaendelea kukushukuru na kushangilia, na yule ambaye pia yuko katika tabu na huzuni, naomba ponya maisha yake, ponya nafsi yake, guse sasa ndoa ile iponywe. Bwana, sema neno lako, ndoa ile kapone kwa jina la Yesu, familia ile kapone, boma lile likapone, baba yule, mama yule, dada yule akapone sasa, afya yake, maisha yake yakastareshwe tena, yakashangilizwe kwa jina la Yesu. Ninaamuru yale ya giza yakimbie, yavunjike, lila kwako peke yako likasimame. Na batilisha mashauri ya wachawi na waganga yaliyokusudiwa mwezi wa 12, yaliyokusudiwa juu yako mpendwa unanisikia, na yabatilike na yavunje na yaharibu. Hayatasimama wala hayatakuwa kwa jina la Yesu Kristo, hata kwenye taifa letu, hata kwenye malango yetu, hata kwa wanaosafiri kuna kule. Ninatangua makusudi ya kuzimu ya kuleta ajali na mauti, hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Damu yako Yesu toiomba ikanene mema, ikatutetee, ikatusaidia watoto wako, tukaendelee kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Shauri lako la simama, na makusudi yako Bwana milele. Makusudi ya moyo wako ni vizazi hata vizazi, makusudi ya moyo wako ni vizazi hata vizazi. Ziruhusu mbingu zako zisumiminie baraka na nguvu na uwezo na neema. Asante Mungu wa neema yote, asante Mungu wa rehema zote, asante Yesu tupendaye, kwamba Bwana kusudi lako linasimama, mapenzi yako kwa taifa, kwa mataifa, kwa vizazi na vizazi, naomba yakatimizwe sasa, tukapokee katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, ukawe ndio Mungu wetu kwa taifa letu, ni Baba na Bwana. Tawala wewe, miliki kote kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kutupenda, asante kwa kumpenda huyu. Mhurumie, aondokewe na huzuni, aondokewe na magonjwa, aondokewe na hofu na mashaka, aondokewe na uoga na mashaka na wasiwasi. Aachiliwe sasa, afunguliwe. Damu ya Yesu ikuponye kabisa. Damu ya Yesu ikunenee mema, kinyume cha mauti, kinyume cha magonjwa, kinyume cha hasara, kinyume cha laana. Damu ya Yesu ikunenee mema na baraka. Damu ya Yesu itunenee sote na familia. Damu ya Yesu inene kwetu Tanzania, ikanene mema kinyume cha mauti. Uvuli wa uzima utufunike Tanzania, uvuli wa mauti upigwe, upelekwe nje, na Bwana ajitwalie utukufu. Bwana akubarikie. Tembea kishujaa katika Yesu akupendaye. Yeye ni mwema sana. Piga vigelegele vya shangwe ndani yako, piga vigelegele vya shangwe kwenye kinywa chako. Mtukuze Bwana, mwabudu Bwana, shukuru Bwana. Yeye ni mwema. Mshukuruni Bwana siku zote, siku zote. Twakushukuru Baba, asante kwa kutusikia, asante kwa kutupenda, asante kwamba unatulinda. Utukufu wote ni wako sasa na hata milele, Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Mungu akubariki. Karibu endelea kutuombea na mimi pia kwa kazi ya Injili ya kwenda vijiji kwa vijiji na miji kwa miji kuhubiri, ili tuweze kuendelea nayo mwezi huu na inapoenda kuanza mwezi ule wa kwanza 2026. Bwana akatupe kuona 2026 kwa nguvu, kwa kibali, kwa furaha, kwa amani kabisa. Barikiwa katika jina la Yesu. Namba ya simu unaweza kuitumia kwa jambo lolote jema katika huduma hii. Tumia hiyo namba
0787 62 75 91, 0787 62 75 91. Barikiwa. Amen.